Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club wana Lunyasi, kwa kile ambacho kimeweza kujili katika mchezo wao wa robo finali ya kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo umeweza kushuhudia klabu ya Simba ikiweza kuvuka miamba makorongo yote, wameweza kuyasawazisha na mwisho wa siku wameweza kutinga hatua ya nusu fainali mara baada ya kuweza kuwaondosha hapa nazungumzia si wengine bali ni Al Masry, ambayo wameweza kuiondosha kwa mikwaju ya penati mara baada ya kuweza kusawazisha aggregate ya bao 2-2 katika mchezo wa kwanza ambao klabu ya Simba waliweza kufungwa bao 2, wakaja kwa Mkapa wamefunga bao 2 na kuweza kuondosha Al Masry katika mikwaju ya penati. Rasmi klabu ya Simba imeweza kuvunja uteja kwa miaka mingi kuweza kutinga katika hatua ya nusu fainali, si kombe la shirikisho wala si klabu bingwa barani Afrika. Robo fainali kwa mnyama ilikuwa ni kama imeweza kumkalia kohoni, hatimaye ameweza kuitema na ameweza kuvuka hatua ya nusu fainali. Sasa mimi nimekusogezea kile ambacho kimeweza kutangazwa. Mpinzani wa klabu ya Simba ambaye anakwenda kukutana naye katika hatua ya nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika ni nani huyo? Utakwenda kumjua hapa, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Star Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa kwenye simu yako, ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wekundu wa Msimbazi Simba. Bana, klabu ya Simba ambayo kwa muda ilikuwa ni kama tunaweza kusema ya kwamba ilikuwa ni gundu kwelikweli, kuvuka hatua ya robo finali ilikuwa kama ni kitu ambacho ni kigumu kwa upande wa Simba. Hatimaye leo hii kupitia dimba la Benjamin William Mkapa Stadium wameweza kufanikiwa kuweza kuwaondosha Al Masry kwa aggregate ya 4-2 katika mikwaju ya penati mara baada ya kusawazisha yale mabao mawili. Sasa kitu ambacho klabu ya Simba wanakisubiri ni mpinzani wake ambaye anakwenda kukutana naye katika hatua hiyo ya nusu fainali. Ni nani huyo? Kwa sasa ukitizama kile kinachoendelea, ambapo ule mtiririko wa timu ambazo zilikuwa zimepangwa kwa mfumo kuelekea katika hatua ya nusu fainali, ambapo ukitizama katika jedwali la klabu ya Simba, safari yake toka hatua ya makundi ambako ndiko alikoanzia na kufika hatua hii ya robo fainali ya kombe la shirikisho, hapa nazungumzia barani Afrika, ambapo kwenye knockout stage, ambapo kwa sasa kile ambacho kinachokwenda kutokea unaambiwa kwenye upande wa wekundu wa Msimbazi Simba, kwa sababu kuna pande mbili ambazo hatua ya robo finali zilikuwa na timu 4 timu 4 ambazo zilikuwa zikiweza kupatikana katika upande wa Simba, lakini upande mwingine ulikuwa na timu 4, jumla ni timu 8 ambazo zilizokuwepo katika hatua ya robo finali. Sasa katika hatua hiyo mpaka sasa ambaye ameweza kufuzu hatua ya nusu finali ni klabu ya Simba peke yake, lakini katika mchezo mwingine ambayo inaendelea ni Stellenbosch ya kule Afrika ya Kusini wakiweza kumenyana dhidi ya Zamalek kutoka Misri, ambapo Stellenbosch mchezo wake wa hatua ya kwanza, yanazungumzia mkondo wa kwanza, waliweza kutoka sare ya 0-0 kule Afrika ya Kusini, ambapo kwa sasa mchezo unaendelea kule Zamalek Misri, ambapo Zamalek yuko nyumbani mpaka sasa, ambapo tunaingia mitamboni ukiweza kushuhudia klabu ya Zamalek na Stellenbosch bado ngoma ni 0-0. Kwa hiyo ambaye anasubiriwa hapa ni mshindi katika mchezo huu kati ya hapa nazungumzia si wengine ni Stellenbosch pamoja na Zamalek, huku Zamalek ambaye ndiye anapewa nafasi kubwa zaidi ya
kufanikisha kutinga hatua ya hapa nazungumzia hawa ni nusu fainali. Stellenbosch kwa mara yake ya kwanza ndio wanatinga katika hatua hizi za robo fainali. Lakini kwa upande wa Zamalek wenyewe hawa wakongwe ambao timu yao imeanzishwa mwaka 1911 ilikuwa ni Januari, ambapo kwa sasa iko chini ya kocha Jose Pereiro, ambapo wanapatikana kule Giza, Egypt. Lakini katika upande hapa nazungumzia katika ligi yao ya kule Misri, unaambiwa Zamalek hayupo kinyonge. Unaona bana, unaambiwa Zamalek yuko nafasi ya 3 akiwa na alama zake 35, tofauti ya alama takriban hapa nazungumzia 7 na bingwa ambaye ni wa kwanza kabisa ambaye ni Pyramid ambaye ana alama 43. Zamalek anashika nafasi ya 3, anakutana na klabu ya Simba Sport Club ya Tanzania, huku Al-Masry ambao wametolewa na klabu ya Simba wenyewe walikuwa wakishika nafasi ya 4 wakiwa na alama zao 31. Kwa hiyo nafasi kubwa anapewa Zamalek katika hapa nazungumzia mchezo wa nusu fainali, huku unaambiwa Stellenbosch ya Afrika ya Kusini wenyewe wakipewa nafasi ya 2 kufuzu katika hiki ambacho kinachokwenda kutokea. Ikumbuke kwamba Zamalek ndio unaweza kusema bingwa mtetezi wa kombe hili, na mara kadhaa ndio amekuwa ni sehemu yake ya kwenda kuweza kujidaia kwa kile ambacho huwa anakwenda kukifanya. Kwa hiyo kinachosubiriwa kwa hapa kwa sasa ni kuweza kuona namna gani ambavyo klabu ya Simba watakwenda kuwaendea hawa Zamalek katika mchezo huu. Kama Zamalek akifanikiwa kufuzu, na kama asipofanikiwa kufuzu, basi klabu ya Simba watakutana na Stellenbosch ya Afrika ya Kusini. Hawa Stellenbosch wenyewe ukitizama katika hapa nazungumzia msimamo wa ligi kuu huko Afrika ya Kusini, Stellenbosch pengine ni si kwamba ni timu ya kubeza pengine kwa kile ambacho wao anakifanya. Stellenbosch katika ligi ya Afrika ya Kusini yeye anashika nafasi ya 5 akiwa na alama zake 35, tofauti na mtu wa kwanza ambaye anashika nafasi ya kwanza ambaye ni Mamelodi ana alama 58. Hawa Stellenbosch si wa kubeza kwa sababu mpaka sasa ukiweza kushuhudia bado na wenyewe wanaitaka nafasi katika mechi yao dhidi ya Zamalek, ambapo kwa sasa ni half time, huku wakiweza kusubiri kile ambacho kitakachokwenda kutokea. Katika mchezo huu klabu ya Simba wataanzia nyumbani. Kwa mujibu wa kile ambacho kinaonekana ni kwamba katika mchezo huu klabu ya Simba huenda wakaanzia nyumbani na kumalizia ugenini katika mchezo huu mkubwa kabisa ambao unasubiriwa kwa hamu. Kwa hiyo kwa sasa ni kuona namna gani ambavyo kile kitakachokwenda kutokea katika mchezo huu mkubwa kabisa, ambapo tayari klabu ya Simba wenyewe wametinga nusu fainali wakisubiri Zamalek ambao ni mabingwa watetezi katika taji hili. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment, wewe umeipokeaje?